Mheshimiwa Anne Kilango Malechela, atafuatana na Mheshimiwa Engineer Ezra John Chwelesa. Mheshimiwa Esther Amos Braya ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nianze kukushukuru kwa kunifanya kuwa mchangiaji wa kwanza. Spika, naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturejesha wote sasa hapa pamoja tukaanza kipindi hiki cha mwaka wa 2026. Niwatakie wote heri ya mwaka mpya. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi napenda kumpongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kushinda kwa kishindo uchaguzi wa 2025 Oktoba, na haswa nirudi ndani ya jimbo langu. Mheshimiwa Rais nimpongeze sana kwa sababu alishinda kwa kishindo mno jimboni kwangu, na hii imetokana na miradi ya maendeleo aliyowaletea wananchi kipindi chake cha miaka minne, na pamoja na ahadi alizozitoa wakati anaomba kura alipofika Same. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, mimi kabla sijaanza kuchangia hotuba hii ya rais, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba uniruhusu nimwongee Rais Samia Suluhu Hassan kama kiongozi wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, Watanzania wote wafahamu kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ni rais anayeongoza taifa kubwa sana ndani ya Afrika ya Mashariki. Mheshimiwa Spika, sitasema tu, naomba nitoe takwimu kwa nini ninasema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anaongoza taifa kubwa ndani ya Afrika ya Mashariki kuliko mataifa yote. Mheshimiwa Naibu Spika, twende kwenye eneo la nchi ya Tanzania. Ni square kilomita 947,303. Eneo la nchi ya Kenya ni square kilomita 582,640. Eneo la nchi ya Uganda ni square kilomita 241,550. Eneo la nchi ya Burundi ni square kilomita 27,830. Eneo la Rwanda ni square kilomita 26,338. Ukiangalia jumla ya eneo la nchi 4 za Afrika Mashariki, hizo nilizozitaja, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, ni square kilomita 878,364 ambazo ni chini ya eneo la nchi ya Tanzania. Ndio maana Mheshimiwa Naibu Spika, ningependa Watanzania tuelewe kwamba Rais Samia anaongoza taifa kubwa. Nisiishie hapo Mheshimiwa Spika, nende kwenye wingi wa watu, population. Tanzania population yake ni zaidi ya milioni 71. Nimegugo. Kenya ni zaidi ya milioni 58, Uganda milioni 51, Rwanda milioni 14.7, Burundi milioni 14.5. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme ukweli, Watanzania tujue kwamba Rais Samia anaongoza taifa kubwa. Mheshimiwa Spika, sasa uniruhusu nianze kuchangia hotuba aliyoitoa Rais Samia Suluhu Hassan hapa bungeni alipokuwa anazindua bunge hili tarehe 14 Novemba. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naanza kuzungumzia upande wa huduma za jamii. Iko ukurasa wa 17 wa kitabu cha hotuba ya rais. Mheshimiwa Naibu Spika, Rais Samia alianza kuongoza taifa letu tarehe 19 mwezi wa 3 2021. Alipoanza kuongoza taifa hili ndani ya jimbo ambalo mimi ni mwakilishi wa wananchi wale, tulikuwa na kituo cha afya kimoja. Rais Samia kwa miaka yake minne aliweza kuongoza serikali ikatujengea vituo vya afya 4. Kituo cha afya cha Vunda, kituo cha afya cha Mtii, kituo cha afya cha Miamba na kituo cha afya cha Vuje. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati anaingia madarakani nilikuwa na kituo cha afya cha Ndungu. Ndugu zangu, kilikuwa hakina hata mochwari. Baada ya miezi miwili alipoingia madarakani, waheshimiwa wabunge, kitu cha kwanza
alinijengea mochwari ya kuweza kuchukua miili 6 kwa wakati mmoja. Kitendo hiki Mheshimiwa Naibu Spika kiliwafurahisha sana wananchi wangu wa jimbo la Same Mashariki. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, naomba niseme ukweli. Kipindi chake cha kwanza kwangu mimi upande wa jamii ya afya, huduma ya afya ilikuwa ni nzuri sana, na namuomba sasa tunavyokwenda, kwa sababu anazungumza kwamba anakwenda kuendeleza sana huduma ya afya. Nakiri ameniletea magari ya wagonjwa 3, lakini naomba tafadhali aendelee kunijengea vituo vya afya. Lakini wananchi wa jimbo la Same Mashariki, Mheshimiwa Naibu Spika, wamempongeza sana kwa hiki kitendo cha kujenga vituo vya afya 4 wakati wa kipindi chake cha kwanza. Mheshimiwa Naibu Spika, nije kwenye sekta ya ujenzi. Ndugu zangu, kwanza kabla sijasema lolote, naomba niseme ukweli. Naibu Spika, Tanzania inajengwa, barabara zinajengwa mno. Mheshimiwa, tujaribu kusema ukweli. Unajua Mheshimiwa Naibu Spika, watu wengine wanasema kwa sababu hawajasafiri kwenda nchi zingine. Mtu anasema hajaenda Kenya, mtu anasema hajaenda Uganda, mtu anasema hajafika Rwanda wala Burundi, analalamika, hatujengi. Hapana. Serikali, naomba niseme ukweli, Rais Samia anajenga sana nchi. Naomba nizungumze upande wa barabara. Barabara zinajengwa. Watu mnaotoka Dar es Salaam, mimi ni mgeni Dar es Salaam pale, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nimefika Dar es Salaam, ikabidi dereva wangu ashindwe kuendesha gari langu, tukaomba dereva mzoefu Dar es Salaam. Dar es Salaam imejengwa mno. Sasa nimshukuru sana Rais Samia Suluhu Hassan, kitu ambacho sisi wabunge ambao tumetoka kwenye majimbo tuseme ukweli. Kwa nini Rais Samia Hassan amepewa kura zaidi ya 90% jimboni kwangu, zaidi ya 97% jimboni kwangu? Mheshimiwa Naibu Spika, jimbo langu linalima tangawizi takribani zaidi ya 72%, lakini jimbo lilikuwa halina barabara ya lami. Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, ni rais wa kwanza nimeanza kuzungumza hapa tangu mwaka 2000 kuomba barabara ya Mkomazi Kisiwani Same. Yeye alipoingia kipindi chake cha kwanza ndiye rais aliyenipa barabara ya lami ya Mkomazi Kisiwani Same. Akawafurahisha wananchi sana, akawachanganya wananchi mno. Siku ya kupiga kura, Mheshimiwa Naibu Spika, tangu saa 11 walikwenda kwenye vituo kwa sababu ya kufurahia barabara ya lami aliyojenga. Tuseme ukweli, Rais Samia Suluhu Hassan, mimi kama mbunge wa Same Mashariki, alistahili kura 100% zote. Barabara ya Mkomazi Kisiwani Same inaanzia hapa Mkomazi ambako ni Korogwe vijijini, inakuja Bendera, inakwenda Kihurio, inagusa Kalemawe, inagusa Ndungu mpaka Kisiwani Same. Ni barabara kubwa ambayo inakwenda kuboresha uchumi wa wananchi wangu. Kweli utasema wananchi waache kumpa kura 100%? Haiwezekani. Wananchi wamefurahia sana miradi ya maendeleo na jinsi alivyowajali kwa barabara hii. Mheshimiwa Naibu Spika, ninachomwomba Mheshimiwa Rais sasa, alipokuja kuomba wananchi kura, alifurahi sana na alisema kwamba yule mkandarasi anayejenga sasa ni lot 1. Akaahidi wananchi wa Same Mashariki kwamba atakapoingia madarakani mkandarasi wa lot 2 ataanza kazi. Namwomba Mheshimiwa Rais, mkandarasi wa lot 2 aanze kazi ya ujenzi wa barabara lot 2. Mheshimiwa Spika, TARURA. Mheshimiwa Naibu Spika, TARURA inatusaidia sana sisi wabunge, haswa wabunge wa vijijini. Nasema kwa sababu mimi ni mbunge wa jimbo la vijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wangu tarafa 2 wanaishi milimani. Muda umekwisha? Mheshimiwa, malizia, muda umekwisha. Wanaishi milimani tarafa 2. Lakini Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alitoa pesa nyingi kwa TARURA, nikajengewa barabara 7 mpya.
Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza sana Mheshimiwa Rais, na ninaomba kwa sababu sasa ameongeza pesa TARURA, zile barabara 7 ziendelee tena kujengwa ili magari yaweze kupita. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake ambayo ni ya ukweli, na wananchi wangu Same Mashariki walipo wanajua haya aliyozungumza ni ya ukweli. Nisingeomba mtu ambaye sio wa Same Mashariki aseme lolote. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Anne Kilango Malechela.